mimi yule napenda watoto wadogo kama wewe, tutawasaidia. Wewe unasoma? Mbona usomi? Zidi kitambaa hiyo. Zidi kitambaa ile. Yote tu. Sitaki watu wakuone sura yako, sababu ni mtoto mdogo. Nataka unieleze. Uko class? Promise. Hivi? Ulitoka nyumbani kwa kuja hapa lini? Unafanyanga kazi gani? Unafanya kazi ya nyumba? Nani analianga mtoi? Hebu leta ile video. Usiogope mama. Ukiogopa, promise acha nikae hapa. Hebu nionyeshe. Promise. Atajua. Atamia mshika namba. Madam. Unajua mtoto huyu? Wamjua? Huyu mtoto amebebwa na nani? Huyu mtoto anasoma? Mbona somi? Okay. Hebu karibia hivi tueleze mbona somi? Acha kujificha. Usiogope, eleza tu. Karibia hivi tueleze mama. Hatuko hapa kukuhara, tuko hapa kujua mbona huyu mtoto mdogo anafanya kazi ya nyumba badala ya kwenda shule asome kama wengine. Huyu mtoto huyu. Mbona umempatia kazi ya nyumba? Madam, the reason why we are here, usipoweka hii utasema umeharasiwa, ulipigwa, ukaumizwa. Na pia tunataka kumaliza hii uozo ya watu kuleta watoto wadogo, mtoto wa miaka 11 kumfanyisha kazi ya nyumba. Si mtoto ni maid? Huyo unamlipa pesa ngapi? Unamlipa pesa ngapi? Mtoto, before we continue, mtoto ni ushago. She's my cousin. Ati ni maid. Nilimtoa ushago, sikuwa na mtu wa kunisaidia after nimejifungua. Akasema akuja nisaidie, alafu ikifika next year naye nilikuwa nimeplan nimpeleke shule mimi. Next year. Mbona si this year sababu anafaa kuwa shule kama watoto wengine? Ulimchukua lini nyumbani? Nilimchukua last September. Wewe kuna watoto wangapi? Watatu. Wa kwanza kuna miaka ngapi? Wote wanatoshana. Wote wanaenda shule. Nataka nijue. Moja. 14 months. Wote. Na huyu anabaki nao. Siendi mahali. Huyu mtoto wakati ulimchukua ulikuwa umpeleke shule. Mbona hajaenda shule? Nilikuwa kwa preparation ya kupeleka shule. Mzee wako ako wapi? Kwa sasa hapo lakini ni mgonjwa. Sasa tuko hapa ku rescue huyu mtoto apelekwe shule. That's why we are here. Na tutaomba uandamane na sisi uende muanda over tukusaidie kumpeleka shule kwa sababu umeshindwa kumpeleka wapi? Shule. Wazazi wake wako wapi? Mzazi wake alikuwa sana mwanangu na mkazi. Sasa baba yake. Ana baba. But wewe unaona ingekuwa sister yake angekuwa hai, mtoto angekuwa anakaa nyumbani? Si angekuwa shule saa hii? Ako na miaka ngapi? 13. Anafaa kuwa shule. Ya ukweli. Anazaliwa 2013. So, madam, ito hivi. Tunaomba utaandamana na sisi. Hadi kituo cha polisi. Huyu mtoto anakuwa handed over kwa children's officer. Apelekwe mahali ataenda shule. Sasa sawa? Mtoto mbona umekuwa ukimchapa? Ona hata mkono zake ni baridi. Sasa saa ngapi mtoto? Alikuwa anaosha hapa nje. Mwingi alikuwa anaosha vyombo. Anaosha vyombo saa hii. Anaosha pale. Ulikuwa unafanya nini saa hii? Na analala saa 6. Tukupe information yote huko. Ulikuwa unaosha nini? Tumetoa wapi? Vyombo saa hii saa 5 usiku. Madam, huyu ni boss wako. Maid. Wacha kudanganya. Na usiongee uongo wewe. Umekula? Wacha hakuna mtu anakataa. Ama nikushike sasa ndio usijue tuko serious. Wewe. Madam. Unajua kuna mtu anakataa. Unajua tuchukua hata watoto wako watatu tuwapeleke mahali. Danganya, mtoto mkono ni baridi. Anaosha vyombo. Mtoto si anafaa kuwa amelala kama ni mtoto mdogo wa miaka 10. Alimia wapi? Anaosha vyombo saa hii. Chapo kwa kidole. Ulichapwa wapi? Na wewe uko ulikuwa. Onyesha ile kidole. Sasa hizi unapopoa. Umelala mtoto anaosha vyombo saa 6 wewe. Hebu tulieni, kuna kitu hapa.
hapo ulifinya mlango, si kuchapwa. Usiogope promise. Usiogope promise. Usitetee mtu kwa sababu hautairudi hapa tena, tutakusaidia uende usome hadi university. Acha kuogopa mama. Tumekuwa tunabembeleza mtoto na yeye. Sasa anaosha vyombo amesema. Hebu nikuulize. Mbona ungeosha hiyo vyombo sasa hivi siku ibariki na mtu? Mama yake angekuwa uhai angekuwa. Mama yake amekuwa tumebeba mtoto mmoja huku mbele mwingine huku. Naye alikuwa anakuoshea vyombo. Na analala. Lakini sasa huyu mtoto mama yake angekuwa hai angekuwa anaosha vyombo sasa hivi usiku. Si angekuwa analala kesho aende shule. So tunaomba mama waandamane na sisi hadi kwa kituo cha polisi. Ili uende mtoto hapo aende Dover kwa Children's Officer for Protection mpaka ile siku utakuwa ready kumchukua msaidie. Sasa kwa sasa ni mali ya serikali. Tumepokea complaint. Si hata hujapokea. Tuko na video. Mingi sana. Mpaka ukishuka watu, ukimpea watoto wakae nao. You know, it is not right. Unaona watoto wako umezaa. Ungependa mtu awafanyie hivyo leo ikakuwa huko hai. Wewe ungependa watoto wako wasiende shule? Jana, mama. Si jana uliambia huyu mtoto akufanyie kitu ukamwambia akikataa utamdunga kisu itokee wapi? Alikwambia atakudunga kisu itokee wapi mama? Unataka kudunga mtoto kisu kwa mgongo. Promise usiogope. Ati unaona hizo zote ulimwambia? Mimi nilijua aje umemwambia utamdunga kisu itokee kwa mgongo wewe. Unaona hizi jibu ndio alimwambia hivyo. Kwa mgongo si umeua mtoto. Utafaidika? Unataka kuwa mtoto? Sina kuongelesha. Just because ana mama. Kwa sababu ya time, madam, acha andamane na sisi hadi kwenye kituo. Yes, mahali tuko hapa, huyu mama alichukua mtoto kutoka ushago. Mtoto kulingana na ile information tuko nayo ni wa miaka 11. Yeye anasema ni 13. Akampatia kazi ya nyumba. Anamsaidia kulea watoto, anamsaidia kulea watoto triplets. Wako watatu. Na ukiangalia mikono ni baridi, mtoto alikuwa anaosha vyombo saa 4 ya usiku. Hii baridi yote mtoto anaosha hata hana nguo ya joto. So hii ni mateso kwa huyu mtoto, ndio maana tuko hapa tuweze kumrescue. Tuko na maafisa wa polisi ambao watampeleka apelekwe kwa safe house, mahali mtoto atakuwa safe. Hadi pale hao watakuwa ready kumsaidia, lakini kwa sababu hamsaidii, wacha serikali imsaidie. Ndio maana tuko hapa. Mama, tunaomba utaandamana na sisi, maafisa wa polisi watakuelekeza vile utawajazia hizo forms, mtoto aenda kwa safe house mpaka ile siku utakuwa ready kumpeleka shule. Lakini sasa serikali itampeleka shule kwa niaba yako. Sasa we have videos, tuko na evidence. Na vile tuko hapa we have all the evidence, ni vile mtoto haezi ongea na ndio maana tuko hapa. Mtoto huyu haezi ongea. Bwana kwa wapi? Yako wapi? Wapi mgonjwa? Ona askari mmoja mwanaume aingia muone. Hebu enda muone kama ni kweli. Afande enda muone. Ama ni boyfriend yako hapo? Sisi tunabeba hao. Hapana, tabaki na baba yao. Mtoto kama mtoto anaogopa kuongea, So na pia kuna mwenzangu hapa Mama Boaz alipata information kwamba huyu mama alitishia mtoto akimwambia asipofanya kazi ya kulea watoto atamdunga kisu itokee kwa mgongo. Yes. So huyo mtoto ametishiwa. Neighbors wamekuwa wakitutumia evidence. Mikono ni baridi unasikia? Unaona venye iko so cold. Huyu mtoto hata anaweza pata pneumonia kwa sababu ya kazi ya nyumba. Video za kwanza, ever since the first videos that were sent, hizi nguo tu. Na huyo mtoto hajaibadilisha nguo kwa video. Is the same clothes. Mtoto kufanya kazi mada kushoni. Wao walikuwa wamelala, mtoto anaosha vyombo nje. Alichukua mtoto yatima, hata kama ni mtoto wa sister yake ama relative wake. Mtoto yatima hafai kuteseka. Yes. Watoto yatima wanateswa na aunti zao na ango zao na stepmothers. Piga report tuweze kwa rescue. Na pia tumekosea nyumba. Vile tumekosea nyumba, huyo mtoto alikuwa pale. Alikuwa anaosha vyombo. Hata karibu niende nimuulize kwa huku mama anaitwa nani. Huyu ndiye amenikataza. Si tu kuko tunajua huyu ndio mtoto mwenye tunakuja kwa. Sasa si ndio huyo mtoto alikuwa anaosha vyombo. Mami, usijali sasa. Usiogope. Sawa. Leo tunakuchukua mahali mzuri. Na utarudi huko. Utaiosha vyombo. Uende na watoto. Utaenda usome, sawa? Wanavaa. Waambie walete sweta ya mtoto na mzee. Mzee anapaka. Oja baki. So utaenda na mzee ama mama? Hapana, twende na mama. Utaenda na mama na watoto na watoto. Kama kula. Mami, hebu tuambie ukweli, umekula? Umekula nini? Nani alipika?
Kazi yako inakuanga nini? Kuosha vyombo na kulea watoto? Usiogope. Wewe tuambie ukweli, sababu tuko na ile video yako. Ile kuanga gani? Utaenda shule. Usiogope, ndio? Unajua unafaa kwa shule sasa. Na kwa nini ulikuwa unaosha vyombo sasa? Nani amekwambia uoshe shule gani? Alikuwa shule gani hiyo nyumbani? Hata mimi They're from Eldoret. Eldoret kwa Ushago. The info we have is they're from Eldoret. They're from Eldoret. Mama tumzee abaki na watoto. Ngoja mama. I wanted to stop being scared. There's a video she sent me. Let me mention the things she said there. Ndio kwa yuko sawa. Sawa. Okay. Asante. So there's a video she sent me. Na hiyo video nimemmentionia the things ali mention hapo. So that's why umeona Amekubali promise. sasa. It's okay, sawa. Nimekuja. Usilie tuko hapa sasa mama. Nilisema nitakuja na watu watakusaidia. Ndio hawa nimekuja nao, sawa? Usilie. Tunaenda na wewe. Hatukuachi, sawa? You are safe mama. Usilie, hautarudi hapa tena. Alikuwa anasema nini? Alikuwa anasema nini? Kwa hiyo Achana na mzee video, abaki na watoto. kwa hiyo video aliomba Ngoza huyo. Kwa hiyo video alikuwa alikuwa ameongea akasema anaomba nikuje na niweze kukuja mpaka na Mike Sonko. Kalisikia Mike Sonko anapelekanga watoto shule, anasaidia yatima. So when I was sent that video, It's okay. Yeah. It's okay. So ndio nimemmentionia zile vitu zilikuwa kwa hiyo video zenye alikuwa ameongea. So at least sasa ameona we are here to rescue her because ajui ni kina nani hao wamevamia kwao. So anashindwa hao watu wamevamia kwao ni kina nani. So Mike Sonko, kama unasikia, ndio mtoto anakuita. Kwa hiyo video amekuita mpaka dadi. Ndio mtoto sasa. Ameona amepata baba. Come and rescue this child. Just come and take this child to school. Apate kukua, ahisi upendo wa wazazi because she doesn't have a father. Mama alikufa. Na the environment here is not so good. Just come and help us. The kid is safe now. Yes, I am safe. Mali anaenda kwa save house, ataenda shule asome. That's the most important thing. Yes. Yeah. So mami, sasa uko safe. Wacha wakuje tuende. Little promise. Ndio auntie. Uko na nguo zingine? Ndio auntie mwingine nimekuletea. Sawa. Ako na nguo? Uko na socks? Peleka shule. Hizo nguo zake ni wet. Mtoe hii imejaa maji. Naenda badilisha. Amevaa maji. So mtoto amejaa maji. Watoto wanatesa. Wacha wabeba aenda kubadilisha. Badilisha tuende. Yes, kwa wale ambao mnatutizama, there are people are following this live from US, from London, those who have joined from Minnesota. I want to tell you that we are here to rescue this young girl. Huyu ni mtoto wa miaka 12 ambaye alikuwa anafanyishwa kazi ya nyumba. Wazazi waliaga dunia, akaletwa na aunti yake ambaye amemfanya maid, analea watoto triplets. Na pia anaosha vyombo. Tumempata akiosha vyombo saa hii ni saa 4 ya usiku inaelekea saa 5. Hebu nione masaa yapi haya. Tumempata akiosha vyombo saa hii. Maji baridi. Mama amelala kwa nyumba na mzee wake wako kwa nyumba, wao wanasikia majoto, mtoto akiteseka. So we have rescued this young girl. Tunampeleka save house ili aweze kurudi shule asome. So mtoto amekuwa akiyapitia na mama alimtishia kwamba asipolea watoto atamdunga kisu
itokee kwa mgongo. So hiyo ni kuthreaten mtoto ambao si kitu kizuri. But what we have done, we want to rescue the child and ensure that she's taken to a safe house, and the rest will be handled by the police. Tagua habari za Shagi kutoka video ya kwanza. Sema Tagua hajawahi badilisha. Yeah. Hata amena confess sahi anasema huwa anachapwa. Huwa anachapwa. I think she's scared to anaogopa. Mtoto amekuwa akichapwa. Unajua ukiwa unaishi kwa nyumba ya mtu unachapwa kichapo ya yenye hauna option. Nataka tukusaidie. Usaidie wengine. Kwa hivyo umekuwa ukiteseka sana na hii baridi. Hata mtoto amekonda mwenyewe kama akuli. So mtoto mwenyewe ukimwangalia ni ile hatuwezi kuonyesha kwa sababu we don't want to reveal our images. Mtoto amekonda sana. Mtoto amekonda, ni kama chakula pia ni shida, baridi ile ya usiku. Asubuhi anaamka saa ngapi na mimi kuosha vyombo? Anamchanga asubuhi saa ngapi? 20:30. Wewe ndio unaosha vyombo? Wewe ndio unatengeneza breakfast? Habari yenu majirani? Auntie anafanya kazi hapa kwa. Yeye mnaona mtoto anafanya kazi ya maid na mwezi piga ripoti. Arsenal. Mtu wetu wa Arsenal. Wewe wa brand ya Arsenal. Wanatoa hizi Yes, na pia nataka kwa brief kwamba ni uchungu sana kwamba sister yako amekufa, amekuachia mtoto ama ameacha mtoto ushago. Unachukua huyo mtoto unamfanya kazi ya nyumba ya maid. Alea watoto wako ambao umezaa triplet badala ya kuandika maid, na mnaishi Rongai nyumba mzuri, mnalipa rent. Kulipa maid 12,000, 13,000 iweze kuwa ngumu. Unachukua mtoto wa miaka 12 ndio mmeweka kama mbochi, ndiye anaoshia vyombo, mtoto anateseka, wengine wanaenda shule, yeye haendi shule. Hata tumemuuliza watoto wake atawafanyia hii kweli? Kwa sababu huyu ni mtoto, ana baba ana mama, unamtesa. Hiyo sio haki, na nataka kuomba wale wanatesa watoto wa watu, msitese watoto. Na pia wale mnanitizama, kuna ule msichana to rescue yesterday, nataka kuwapatia brief. Mrekodi hiyo video na mshare widely ndio ifike. Ule ndugu tulipata akiwa na mtoto ambaye alisema yeye ni dini yake, na pia Wasomali wanaruhusiwa kuoa watoto kuanzia miaka 9 kwenda juu. Huyo mzee tulimpata alikuwa na huyo mtoto. Majirani ambao walikuwa nasikia usiku mtoto akilia wakati huyo mtu analala na yeye, alikuwa anamtesa mtoto, alikuwa analia sana. Kisha wakapiga ripoti kwetu, ndiposa tukaingilia kati, tukachukua hatua. Baada ya kuchukua hatua, huyo mzee alishikwa akapelekwa Kasarani police station, hiyo iko kwa stadium. Mtoto tukampeleka kwa safe house pale Mathare Depot. Kisha leo tumempeleka MSF, amefanywa matibabu, amepimwa. Kusema kweli mtoto amedhulumiwa. Kesho wanapelekwa kotini. Kesho huyo criminal anapelekwa kotini kwa sababu ya kutumia mtoto vibaya, kuharibu mtoto, kutumia mtoto wa miaka 14. Lakini daktari assessment yake aliandika approximately 13 years. Ni mtoto mdogo ambaye amemchukua kama bibi yake. So ni uchungu sana watu wanatumia watoto wadogo, asua ndugu zangu wa Somali ama Waislamu ama wale Anautistan ambao mnasema dini na waruhusu ati waoe mtoto miaka 9. Hapana. Sheria ya Kenya na constitution inasema waoe mtu ambaye ako na sound mind, ambaye amefikisha miaka 18. Kwa hivyo kama kuna wengine wameolewa hivyo, tawapea namba yangu ya simu, mpige ripoti 0720836634. Usiniitisha school fees, upige simu kupiga ripoti kama hiyo. Na kama uko na shida ya rent, hiyo ufanya kazi.
Mami analalanga wapi? Hebu tuonyeshe mahali unalalanga. Analala kwa mattress chini. Analala kwa kitanda ama analala chini? Kwa kiti. Kwa kiti hapa? So unalala hapo wewe ndio unafungulia watu kiti. Unajifunika hii kitambaa? Blanketi? Unalala hapa kwa kiti? Kama analipwa. Unalipwa? Wazazi wako wanalipwa ukikaa fanya kazi? Oh, Wazazi. Huyu ni aunti yako? So mlipi. Huyu ni cousin. Cousin yako. Kazi zimekuwa Na shosho yako wapi? Kitale. So ni mtoto anaelewa. Ushago ni Kitale. She also left a video akisema kama watu wako kumsaidia. Hizi video mwenye amenitumia tunaomba tusimweke hapa isije kamletea shida. So in one I will share with you later. In one of the videos amesema kama usaidizi itakuja haraka. Nasikia kuna mtu hapa karibu. Alisema atajirusha kwa hiyo. Kwa mto. Kuna mto. So mtoto alikuwa anataka ajirushe kwa mto. Kuna mto? Mto iko wapi? Mtoto alikuwa anataka aenda ajirusha asiposaidika. Kwenye tulikuwa huko chini. Kwa hivyo ni mto kubwa. Hata magari na So mtoto angejirusha huko si alikuwa akufe? Na tumpoteze. Inamaanisha mtoto amepitia mateso kufikia mahali anasema ajirushe kwa mto. Majirani, kama kuna mtoto mwingine anateseka hapa kama huyu tuambie tuchukue tuende na yeye. Tuambieni saa iko. Ama saa hizi mna protect wana ananda mnasema hamtaki kuitwa snitch. Unasikia mfanya kazi for 1 and a half years. Yes. 1.5 years. Amekuwa kwa shule September last year. Hata kitu inanikasirisha, mtoto anaenda So, power iziisha hapo muitisha. So huyu mtoto amefanya kazi for 1.5 year, kazi ya maid. mtoto 11 years. 1.5 year amelea watu hii wake au triplets. Sasa wamefika miaka 14 months. So amelea watoto, amefanya kazi ya ulezi for 1.5 year. Mtoto asomi. This is Mimi wanafanya nini mmetuweka hivi? ana plan kufanya Excuse, nini ametuweka? unatuweka sana. Mshahara I don't think it's even payable to what they have done to this child. Whatever they have done to this child, there's no amount of money that will get yenye itafanya mtoto dignity yake irudi, akili zake, fahamu zake ziwe sawa, because the trauma is just on another level. Saa 5 saa hii ako kwa maji baridi saa hii. Mtoto mdogo saa hii anafanya ni kwa usually parents, families. Nini tulifika hapa? To the person who notified me of this case, I just want to say thank you. Najua uko live unaona. I just want to say thank you. I'm not going to mention your name, but Mwenyezi Mungu akubariki, akuzidishie na akupe huyo moyo. Na ukisikia mtoto mwingine anateseka, don't hesitate to call me. Thank you very much, because kama si wewe hatungeweza kuwa hapa. Namba yangu ya simu kila mtu ako nayo 0714925355. Any case we will get everybody here, will get Mosira, will get Mama Keboaz hapa kwa kesi za watoto kudhulumiwa. I am a caller away. Just call me. Hello. Ndio mimi hapa. Hello. I think let's go. Madam, twende hivi. So briefly for those who are just joining. Hapa huyu ni mtoto ambaye amekuwa akifanya kazi ya nyumba kwa hii nyumba, kazi ya kulea watoto watatu ambao ni triplets, kazi ya kuosha vyombo, kazi ya umaid, kazi ya kuteswa, haja hii enda shule, 1.5 year. Ni mtoto yatima ambaye hana baba wala mama. Huyu anayemfanyisha kazi hivi ni kazini yake. Yes, amempea accommodation but amemdeny right ya child. Wakati watoto wengine wanacheza, yeye kazi yake ni kuosha vyombo. Alafu mtoto imefikia mahali amesema asiposaidika atajirusha kwa mto. Ndio maana tuko hapa. Huyu mtoto alikuwa amesema asiposaidika atajirusha kwa mto. Hii mto iko hapa karibu. Na ndio maana tuko hapa, tumemrescue. Mama anamtishia, anamwambia wewe usipolea watoto nitakudunga kisu toke kwa mgongo.
mtoto mdogo huyu. So tunapoendelea na hii kazi, naomba wale maafisa ambao umekuwa assigned kufanya hii kazi, tafadhali amuka mshirikiane na sisi. Acheni hivi vipindi mnasema kwamba sisi hatutaingilia kazi yenu. Kazi ya mtu. Hatujaingilia kazi ya mtu. Amufanyi sasa kama hakuna kazi tuifanye, kama mnafanya afanye tuifanye. So for those officers assigned to do this work, including those who are receiving funding from NGOs to do this kind of work. We are not receiving anything. Fanyeni. Sisi tunafanya kitu anatulipa. Alafu let me clarify this. Kuna mtu amesema ati mtoto analipa. Mtoto halipwi na mtu. Mtoto atalipwa na justice. Sababu she must get her justice. Ati mtoto analipwa mshahara. Mshahara gani mtoto analipwa na ni chakula tu anapewa? Hizo amount of money inaweza lipa dignity ya mtoto. 11 years. Even the trauma is just mtoto anaosha vyombo saa 4 ya usiku. Mimi hata mimi ikifika 6 hata anaweza jikuzia maji baridi shwali chief. Mama amelala kwa kitanda. It is so wrong. Ni nini hiyo? It is wrong. Mtoto anajiongea sabini. Mtoto atanunuliwa nguo zingine, atanunuliwa new dignity. Twende. Mami utasapotiwa. Utaishi vizuri. Wewe mama. Mama bwana anatuchezea vipindi hivi. Anafanya aje? Ako wapi? Nikeleka. Wewe mama. Kuja. So wacha ni wabrief wale mlikuwa mnafuatilia kesi ya jana. Kuna ule msichana tulisaidia, ule mamake ni Mkenya anakaa Ethiopia. Mama huyo mtoto ambaye tulisaidia jana usiku ni Mkenya anakaa Ethiopia. Ango yake alikuwa Kenya. Akaitisha mtoto akuje Kenya. Mtoto alipofika Kenya, immediately ule Caribrit ambaye alishikwa jana, ule mzee ambaye alikuwa amemuoa babu yake, akamchukua immediately, akaenda naye. Na leo nimepokea simu kutoka kwa ofisa mmoja ambaye anamjua. Amesema huyo mtu amekuwa akiiba watoto wa watu, anaenda analala nao, anawatumia na wadhulumu, anawaacha huko Garissa, wengine anapeleka Mandera na Damp. Ni mzee ako na cases mingi sana za kumoresi watoto, kurepo watoto, kulingana na ile ripoti ambayo alikuwa amepokea, na wamekuwa kimuinvestigate. So tuliweza kurescue mtoto wa miaka 14, lakini madaktari wameassess kwa sema anakaa around 12-13 jana usiku. Huyo mtoto tumpeleka kwa depot pale Mathare Depot Safe House, akalala hapo. Kisha tukampeleka, leo ameenda kwa Safe House, mahali hatutawaambia details for the security. Hiyo mtu hataki watu wajue kule, unless you are a close relative na utapitia kwa polisi. So huyo msichana ako safe. Wale ambao ni ndugu zangu wa Kiislamu ama wa dini ya Wasomali ama wale wa Northeastern, wenye mnasema mnaoa watoto kuanzia miaka 9. Sababu jamaa alisema ati anaoa mtoto hata miaka 9, unaweza hata miaka 12, 3, 4 kwenda juu. Hiyo ni ujinga. Tafuta bibi 18 years and above, oa yeye. Lakini ya kwa watoto muache watu, ndugu zangu wa Northeastern, muache mchezo ya kwa watoto. Unasikia, kabla uende uangalie hali ya huyo mzee. Huyo mzee ni mzee. Kwa sababu nimeenda makosa hata kama imefanyika, mzee si atapelekwa hospitali tu. Muangalie tu chief. Nimeelezwa, nimeona pale mzee ni mgonjwa. Mama apeleke mzee hospitali. Umesikia madhe? Atafuta ambulance, kama ana ambulance tumsaidie vile atapata ambulance, ampeleke wapi? Hospitali, mzee atibiwe. Sasa mama, mzee apelekwa wapi? Juu ameniambia kunywa dawa lakini dawa hakuna. Wamenitafutia hiyo dawa hiyo masaa yote. Lakini unajua pia mwezi tesa mtoto wa mtu. Kutesa nayo, that's another case. And also this one, we are also humans. Si raha yetu tumwache akiwa amezidiwa hapo, and it's something we can help out. So kama ni pesa hakuna, pia you can just speak out right now, asaidike. Sawa? Asaidike. Can we communicate mama? Tunaweza ongea? We are wasting time. Twende hivi, ula hand over mtoto arudi akaangalia mzee. Twende. Twende. Tuzidi. Mhubiri fio mama. Social media. Hii game mtashinda. Tushashinda. Kuna mtu wako hapa. Tushashinda. Arsenal. Yes. Mtu Arsenal. Confused the house number. Amejua kirani. Sawa. So tumerescue huyo mtoto, na ule wajana tulimrescue hapo safe. Na tutazidi kurescue watoto wale wanapigwa, wale wanateswa.
Sorry. So what I've noted is that each and every day children are suffering in this country and the people need to wake up and do their work. Wale ambao mnaangalia maslahi ya watoto, children's officer, CHPs and all community health promoters, anybody engaging the community, viongozi wa nyumba 10, viongozi wa nyumba 10, tafadhali okoeni watoto. So lema hii kwanza. Mariamu iko hapa. Habari yenu? Uko safe? Hii ni Shell. Nimekusikia. Umenisikia mkakuja? Mko na mafuta? Anyway, hiyo nisiwauliza. Mko sawa? Tuko sawa. Mnakaa around hapa? Mmetoka kwa nyumba? Yes, tumekuona live. Ni wote ni wa Shell? Ni mama na mtoto. Ni mama na mtoto wake? Sawa. Nimekuja hapa kwenu leo. Mnijuaje niko hapa? Sisi tumekuwa tukiangalia live. Hapa, yani nikiwa live mnajua mahali niko? Sini famu. So leo niko hapa Rongai, niko na mafans wangu wenye wamesema wameniona nikiwa live. Huyu ni mama na mtoto wake wamekuja. Aze. Mkiona watoto wanapigwa, huyu ni mtu wa nyumbani. Babake ni Kisii. Ya Romo usi. Umetega usi? Kama si sana. Ndio ufunzwe na mama. Sasa so tumeweza kurescue mtoi hapa Rongai. Hapa ni Kajiado. Nani? Nataka uongee na chief hapa hapa. Nasiri hapa hapa. Nakwambia baba, nataka uongee na mzee yuko hapa. Kama nataka nikumulike kidogo. Sasa tukizungumza. Wanafanya kazi. 20k wana wote. Yes. Sisi tuko hiyo ground hiyo. Hakuna kucheza na watoto. Kabisa. Kwa sababu serikali iko. Ya watoto. Umejaa ngori. Nimejaa ngori. Toka jana Watu 20k wana wote. Najua hivyo. Najua ni vibaya kutesa mtoto. Mtoto wa 11 years hata ajui kwenda shule ni kusema nini. Kuna watu hapa wanasema hapa ni pesa unatafuta. Mimi? Pesa? Sisi wenyewe tuko na pesa yetu. Hatulipwi na mtu. Sawa mzee wangu. Jitolea. Kwa kani pesa tungekuwa tunaitaka kitambo sasa hivi. Ngoja tu tuwapangie watoto. Sababu nikaa watu wengi wao nikaa wameshindwa kuangalia watoto wao. Najikaza na mtoto. Kabisa. Mtoto lazima tumwokoe. Kabisa. Wale wa Arsenal. Waambie niko na mtu. Sawa. Sasa atakutumia huyu dada, atakutumia namba yangu ya simu. Nataka documents zote. Ongea na yeye. Hello? Rongai. Umeongea na chief? Unaona sasa mambo inajipanga. Nimewaheshimu. Ikionekana haifai kuonekana raia. So our officers ambao wametusaidia for this operation. Sawa. Asante sana officers. Haina shida, asante. Proceed with your work. Huyu anasimamia maneno ya agenda. Na wote wako kazi pamoja. Asante sana. Haina shida. Asante sana. Thank you so much. Sasa tuingie kwenye Rongai hapa. Pesa mnatafuta. Sisi wote. Ninyi wote ni pesa mnatafuta. Unaona mpaka mamake. Unaona mamake ndio anapanda kwa nini? Tuna mwisho nikuje. Hebu umefanya. So haitachukua. Yes.
Kwa wale ambao mnanitizama, naomba hao wote 19,000 mnifollow. Ni follow for more updates. Follow me for more updates. And we shall be briefing you. Na pia mkiwa na shida inbox me. Namba iko hapo kwa profile. Tuma na evidence. Ukuje na hizi kamera waonyeshe ile gari leo tunapanda Mahindra. Mariam. Hii ni S-class ya serikali. Tunaenda na S-class. Security inaenda kuanga tight. Security inakuanga tight. Kwanza ndio next patient. Kuna mmoja anaingia. Yeye anaitwa Mariam. Ndia watu. Oka. Hola. Inda. Inda. Niko na watu wa nguvu. Naona watu wa nguvu. Since I met this team, I was doing these rescues alone, but kutoka nipate timu ya nguvu, nani kama hii team, nikapata warembo wengine wako pale ndani na chief mwenyewe. Operation ni mwecheche. It's easy. Niaje watu wangu? Leo niko hapa kwenu. Niaje mtoto? Huyu ni follow wangu, mbona anatoroka? Habari. You are in school? How old are you? Imagine that girl your age mate. Ndio mnitumie hiyo. That's very bad. Niaje ndugu zangu? Si nitaona hata hizo wanauliza hiyo maswali. Kweli kuona marasa kuonyesha tena kuonyesha lakini ni wewe yake. utawezeka. Moja kidogo. So I want to brief you that yesterday we rescued one child ambaye alikuwa ameolewa na mzee ambaye anakaa babu yake, mtoto wa miaka 14, lakini kulingana na assessment ya madaktari mdogo wa hiyo miaka. So huyo mtoto tulimpeleka kwa save house, sasa ako safe, ako very safe. So for those who are watching, that child is very safe. Now you can follow me, you can go to my wall and watch that video of that child we rescued, na huyo mbaba ambaye alikuwa amemuoa. Alafu nataka kuambia mimi mwenyewe kama Mosiria Yusufu Haji, Geoffrey Mosiria Yusufu Haji, Waislamu dini hairuhusu kuoa mtoto. Kwa hivyo mtu usidanganya ati alioa mtoto wa miaka 14, ati anaweza hata wa miaka 9, ati dini inaruhusu, ati hata walikuwa wanataka isongezwe mpaka miaka 7. Nani anaweza mtoto wa miaka 7? Huyo si ni mtoto. So hao watu wameoa watoto wanawatesa. Kina mama wa Kiislamu msiruhusu, wa mama msiruhusu watoto olewe, na wababa msiruhusu watoto. Hiyo ni kama kumoresi watoto, hiyo ni kama kurepu watoto, hiyo ni kama kudhulumu watoto. Na mtoto alikuwa na mimba. Mtoto alikuwa na mimba ya huyo mzee. Alafu watu wanaanza kusema ati Mosiria sasa wewe umekuwa too much, umeanza kuingilia dini na watu. Yaani niache mtu achukue mtoto mdogo anaharibu mtoto, anarepu mtoto hata ana mwili, hata mtu ako na 150 kg anafinya mtoto. Alafu mnataka kuniambia tunyamaze? Watoto na wakuwe protected, please. To the Muslim community, to the Somali community, kama kuna watu wanaolewa na hiyo miaka, tafadhali tusaidie tuweze kurescue hao watoto. Kwa sababu hii ni impunity, hii ni immorality, hiyo ni raping, hiyo ni molesting kids. Ni follow sasa, muache hiyo video kwa wall yangu. Follow me. Finya hapo tap na follow. Okay, background. Kuna conversation. End here.